Historia ya taifa takatifu la Mungu la Israeli inaletwa kwako nami mtumishi wa Mungu mwite Mwalimu Hawadi Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Na nimeleta kwa mfumo wa vipengele kadha wa kadha zaidi ya episode 30, na leo tunaanza episode ya kwanza tukiangalia historia ya Israeli. Na tunapojifunza historia hii, baadhi ya vitu havijaandikwa katika Biblia lakini vimeandikwa katika vitabu mbalimbali ambavyo vilipatikana wakati huo. Na tunapojifunza historia hii inatusaidia kuelewa vizuri masimulizi yaliyoko katika Biblia. Kwa njia hii tunatambua kusudi la Mungu la kutuokoa kupitia taifa la Israeli ambako Yesu Kristo kama mwanadamu ametoka huko. Maana yake ni kwamba historia ya Israeli inazungumzia taifa ambalo Mungu alianza kujifunua kwalo. Na kutoka huko ufunuo umewafikia wanadamu wengine duniani. Ni kiini cha ukombozi wa mwanadamu na kinaanzia huko Israeli ambako zamani za kale kimejulikana kama Kanani au Palestina. Taarifa zilizoandikwa katika Biblia kuhusu taifa hili kwanza zilianza kama masimulizi ya mdomo, kwa msingi wa kwamba zama za kale Waebrania walipenda kuwasimulia watoto wao au watu wao matukio muhimu yaliyogusa mahusiano yao na Mungu. Kisoma Kumbukumbu la Torati 6:4 mpaka 9 na 21 mpaka 23. Mungu aliwaagiza Waisraeli kwamba watakapoingia katika Kanani, Mungu ni muhimu wawe na ukiri wa imani ya wokovu wao. Maneno katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati yanafanana na ukiri wa imani ya leo. Kumbukumbu la Torati 26:5 mpaka 11. Pia taarifa nyingine zinapatikana kwa wataalamu wa machimbuko na usikuzi, yani hawa maarchaeologists waliofanya kazi ya kuchimba ardhi ili kupata mambo ya kale yaliyoko chini ya ardhi huko Palestina na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wataalamu hawa wa usikuzi wameweza kugundua mabaki ya majengo katika miji fulani, na wamevikuta vyombo vya udongo vilivyotumika zamani, yani kama sarafu, fedha na zana mbalimbali kama vikombe vya dhahabu, kama madini, kama mikufu ambayo wafalme wa miji hiyo hapo zamani walikuwa wakivitumia. Na tunapozungumzia hii taifa teule la Mungu ambalo sasa ndio Israeli ya leo, hapo kabla lilifahamika kama Kanani au Palestina, kwa lugha nyepesi ya kueleweka kwa wasikilizaji wote. Na hili taifa la Mungu takatifu la Mungu aliwaidia ile nchi alipowatoa katika utumwa wa Misri. Kwa kipengele cha kwanza tutaangalia kabla hawajaingia nchi ya Misri, kabla hawajaingia nchi ya Kanani au Palestina ambayo ndio Israeli ya sasa, kwamba walikutana na kule kulikuwa kuna mambo gani. Tutaangalia shughuli za kiutawala, shughuli za kiuchumi na shughuli nyingine kadha wa kadha ambazo zilikuwa zikiendeshwa kwa wakati huo. Na moja kwa moja bila kupoteza wakati tunaingia sasa katika nchi ya Kanani ambayo tunaanza kuangazia kabla hawajaingia hawa ndugu zetu wa Israeli ambao wa Kanani kwa kipindi hicho walikuwaje na walifanyaje kazi hawa ndugu zetu wa Kanani katika taifa hilo la Misri, baada ya kutoka taifa la Misri kuingia katika taifa la Kanani ambayo kwa sasa ndio Israeli leo. Biblia imeweka wazi au Biblia imeeleza kwa wazi kabisa kwamba hali ya kisiasa, kijamii na kiuchumi katika Kanani ya mwaka 1300 kabla ya Kristo. Kipengele cha kwanza, kimataifa.
Hali ya kisiasa ya kimataifa katika kipindi cha mwaka 1300 KK kinatawaliwa na kudhoofika kwa nguvu ya utawala wa Misri juu ya nchi ya Kanaani. Kudhoofika huko kunatokana na watawala wa Misri kuweka umuhimu zaidi kushughulikia mambo ya ndani ya matengenezo ya kidini kuliko mambo ya sera ya mambo ya nje. Na lakini pia kudhoofika huko kunatokana na kuongezeka kwa mashambulizi kutoka nje ya nchi. Misri kwa wakati huo ndio ilikuwa ikiwatawala hawa wa Kanaani. Kwa hiyo kudhoofika kwake kwa utawala kulisababisha hivi vinchi vianze kuinuka. Na hapa tutaangalia mambo matatu ambayo sasa tutaona kuinuka kwa dola ya Wahiti katika Asia ndogo kulileta ushindani wa Misri, ambapo vita ilipiganwa karne ya 13 kabla ya Kristo. Kadeshi, eneo la Kadeshi, na vita ambayo ingawa haikuwa na mshindi, lakini Misri ilipoteza mamlaka yake katika Syria kaskazini na maeneo yanayounganika nayo kwa athari za Wahiti. Na kutoka upande wa magharibi pia Walibia waliokuwa tishio kwa muda mrefu walivamia Misri na kuingia hadi mto Naili. Ingawa wa Misri walifanikiwa kuwashinda, lakini hatamu za ukuu wake ziliathirika sana. Na kulikuwa na wahamiaji ambao walijulikana kama watu kutoka baharini, labda kutoka katika maeneo ya Ugiriki tunaweza kusema, na walioingia sehemu za pwani ya Asia ndogo, Syria na Misri wakati wa kipindi cha Shaba. Hawa kimsingi walikuwa ni watu wa amani kabisa, lakini pia walitumika kama mamluki katika majeshi ya Misri. Wahiti na Walibia Wahiti walitumika kama majeshi ya mamluki katika majeshi ya Misri, Wahiti na Walibia. Hao wahamiaji kutoka baharini pia katika kipindi cha baadaye waligeuka kuwa maadui wa Misri. Kudhoofika kwa nguvu ya Misri kuweza kusababisha kuinuka kwa falme nyingine kama vile Amoni, Edomu, Moabu ambazo ziliacha alama zao katika Kanaani. Hali ya kisiasa katika taifa la Kanaani kabla ya Waisraeli kuingia. Barua za amana na maandiko kadhaa yanayopatikana katika Tanakh ambayo ni ya karne ya 15 kabla ya Kristo yanaonyesha kuwa Kanaani ya wakati huo iligawanyika katika majimbo yaliyojitawala kuzunguka nchi. Kwa mfano Megido, Shekemu, Gezeri, Yerusalemu na Lakish. Majimbo haya yalikuwa kati ya maeneo ya milima ya tambarare pana, na taarifa hizi zinaelekea kutoka katika dhana ya kuwa kulikuwa na majimbo mengi zaidi katika nchi ya tambarare, ambayo sasa kimsingi naweza kusema kwamba hii tambarare inayolandana na kitabu cha Yoshua kinaposema uwepo wa wafalme wa miji, yapo barua za amana haziwataji hao wafalme wake kama wafalme. Barua ya Tach zinamweleza mtawala wa Tach apeleke msaada wa majeshi na vifaa vya Megido na Gaza, ikiwa ni dalili ya utawala wa Misri ambao ulitegemea kutoa msaada wa ulinzi juu ya Kanaani haukuwa imara. Kukua kwa majimbo ya miji huru na udhaifu wa utawala wa Misri ndio unaotokeza watu waitwao Wahabiru. Katika hili kuna nyaraka kadha wa kadha na zinazoeleza juu ya machafuko yaliyosababishwa na Wahabiru. Kwa ujumla, picha ya kisiasa inaonyesha nchi inayopitia katika misukosuko ya kisiasa, ambapo watawala wa maeneo hayo wanajichukulia madaraka mikononi mwao na kuifanya Misri isiwe na mamlaka juu yao kama vikaragosi vyake. Kwa hiyo hapa tumeona kwamba katika hali ya kisiasa kwamba bado Kanaani hapa ilianza kuchukua nguvu, na hizi nguvu zilitokana na dola ya Misri ambayo ilikuwa ikitawala nchi ya Kanaani kuingia katika mgongano wa ndani ambao ulisababisha washindwe kusupply mambo mengi katika makoloni yao, ambao koloni lao mojawapo ni Kanaani ambayo ni Palestina, ambayo kwa sasa ndio Israel. Haya, tuangalie basi hali ya kijamii na kiuchumi katika Kanaani. Na hapa mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji, bado tunaelezea kwa habari ya kabla wa Israeli hawajaingia. Tunaitazama hii nchi ilikuwaje. Kutokana na kuwa kuna watu waliishi katika miji iliyojitawala, watu wengine waliishi vijiji vya nje ya miji, na kulikuwa na migogoro kati ya makundi haya mawili. Walioishi vijijini walidhulumiwa na wale walioishi mijini kwa kuwafanyisha kazi na kuwalazimisha kwa shuruti. Hii ndiyo sababu barua ya amana
zinaeleza habari za uasi dhidi ya waishio maeneo yanayojitawala yenyewe ya vijijini. Aidha, katika miaka hiyo ya 1300 kulikuwa na mabadiliko muhimu ya kijamii, kiuchumi, na hii ni kutokana na maendeleo ya kiufundi. Wafilisti waligundua matumizi ya zana za chuma iliyosababisha miji ianze kustawi. Pia katika maeneo ya milimani, zana za chuma zilisaidia ukataji wa misitu kwenye miteremko ya milima na kuanzisha mashamba ya kilimo. Vifaa hivi vilisaidia pia katika kutengeneza makinga maji na kuweka mifumo ya umwagiliaji. Hapo likazaliwa tabaka la wakulima wa mashamba matajiri. Baada ya hapo tutaangalia namna ya uingiaji wa Kanaani. Na hiki ndicho kipengele muhimu ambacho sasa tunaanza nacho juu ya Waisraeli sasa wanaingia nchi ya Kanaani. Na kuingia kwa Waisraeli katika nchi ya Kanaani kunaweza kuwekwa katika makundi mbalimbali. Na tutaanza na mrejeo wa namna Waisraeli walivyofanya makazi na kulowea Kanaani unakabiliwa na mambo magumu. Wengine wanasema, yani ukianza na marejeo ya vitabu mbalimbali namna Waisraeli walivyofanya makazi na kuwa walowea au wahamiaji katika nchi ya Kanaani unakabiliwa na mambo magumu, yani kuna changamoto mbalimbali kwa sababu vitabu havijajaribu kudadavua kwa mfumo wa kufanana. Wengine wanasema juu ya ushindi wa kukaa, kumiliki, ukaliaji wa ardhi na kupenya. Agano la Kale pia linatoa picha yenye ugumu kuielewa haraka namna ya uingiaji wa Kanaani. Kinachoonekana ni tukio lililochukua muda mrefu na sio mapigano makubwa ya moja kwa moja. Katika Yoshua 1:11 inaonyesha kama operation kubwa ya haraka na ya nguvu nyingi kiongozwa na Yoshua. Lakini ukichunguza ni matukio tu yale yaliyofanyika katika nchi ndogo ya Benjamin. Ni vifungo viwili tu vinavyotaja kampeni ya kusini ndogo ya Benjamin. Ni vifungo viwili tu vinavyotaja kampeni ya kusini ambayo ni pale ukisoma katika Biblia sura ile ya 10 mstari wa 16 mpaka 42 na kaskazini sura ya 11 mstari wa 1 mpaka 15. Kwa kutofautisha na Waamuzi wa kwanza ambayo inatoa picha tofauti kabisa, ambapo hata Yoshua hatajwi kuhusika na kuonekana na makabila yakipambana vyake na yakishirikiana kidogo tu. Ni wazi katika Yoshua 13:1 mpaka 7 na Waamuzi 1:27 mpaka 36 kuna maeneo makubwa na miji mingi ambayo haikutekwa na kukaliwa kwa sababu Wakanaani hawakuondolewa na wakaendelea kuishi katika nchi hiyo. Hili jambo muhimu kuzingatia, kwani baadaye walikuja kujumuishwa katika watu wa Israeli na Yuda na kuanzia wakati wa Daudi na Sulemani. Hii ina maana hata makundi mengine wakiwemo Wahabiru walihusika katika kujumuishwa huko. Kwa hiyo watu wale ambao katika Agano la Kale wamekuja kuwa Waisraeli na Yuda au Waisraeli sio lazima kuwa walitoka katika mahali fulani. Kuna sehemu ya kundi kubwa la wenyeji walioishi Kanaani, ingawa yapo makundi yaliyokuja kutoka sehemu nyingine. Jambo hili ni kweli kwa wale waliotoka Misri wakapita jangwa na kufikia Kanaani. Hii inawezekana kuwa waliingia kwa pande mbili, wakapita jangwani na kufikia Kanaani. Pia kundi moja inawezekana lilipita katika Kadeshi Barnea na upande wa kusini wa Kanaani, na lingine kupita ng'ambo ya Yordani hadi katikati ya kaskazini ya Kanaani. Muhimu ni kuwa hakuna ushahidi katika Agano la Kale na Wasikuzi kuunga mkono uvamizi wa watu wengi au uvamizi wa kivurugu wa nchi wa makundi makubwa ya watu katika kipindi hicho, lakini haimaanishi kuwa mapigano hayakuwepo au mafarakano kati ya makundi ambayo yalitaka kukaa katika eneo fulani na wenyeji waliokuwepo pale tayari kwamba hayakuwepo. Inaonekana kabisa kwamba yalikuwepo. Asante sana, na hii ndiyo episode ya kwanza ya somo letu la historia ya taifa la Israeli. Na tumeona hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi, na
mambo mengine. Lakini episode ya pili tutaendelea na kuingia ngambo ya Jordan, Transjordan, maelezo ya njia. Taangalia hapa njia walizopita hawa watu mpaka kuingia katika taifa hili la Canaan. Basi Mungu wa mbinguni akubariki, na hii ndio episode kwanza ya somo letu. Asante.